Na video inasambaa kwa kasi ikimwonyesha mfungwa mzungu mwanamke akiimba kwaya mbele ya Rais Samia, na mwisho tunaona Rais Samia alimpongeza mfungwa huyu kwa kuimba kwa lugha ya Kiswahili, lakini pia kwa kuzungumza lugha ya Kiswahili kwa ufasaha. Sasa maneno mapya yameibuka yakidai kwamba yule sio mfungwa halisi bali ni jasusi la CIA ambalo limekuja gerezani humo kwa lengo la kuchunguza mambo mawili. Jambo la kwanza likiwa ni yeye kwamba anafanya uchunguzi wa yale ambayo yalitokea Oktoba 29, lakini jambo la pili anachunguza kuhusiana na maisha ya Tundu Lissu gerezani. Hizi ni habari ambazo zinasambaa kwa kasi kabisa. Sasa wenye madai haya wanaenda mbali zaidi kwa kusema lile ni jasusi hatari, na kwa sababu ya ukakamavu wake ameweza kupewa hata cheo cha unyampala akiwa humo gerezani. Sasa tujadili kwamba ukweli wa jambo hili ni upi. Izingatiwe kwamba huyu sasa ni mfungwa ambaye karibia wafungwa wote ambao walizungumza wote tayari jamii imekwisha kuwakataa kwamba hawakuwa wafungwa. Kwa hiyo huyu naye kaongezeka ikiwa kwenye madai kwamba huyu naye hakuwa mfungwa. Maana kwamba kila ambaye anaibuka pale mbele watu hawataki kukubali kwamba yule alikuwa ni mfungwa, kila mmoja akijaribu kueleza kwa namna yake tofauti. Kwa hiyo huyu naye amekuja kuongezeka katika kundi. Sasa tunakwenda kutazama kwamba kwa hoja hizi ambazo zinatolewa ukweli ni upi. Sasa kuweza kutambua ukweli wa jambo hili wala haihitaji utaalamu, yani kuweza kujua kwamba jambo hili ni kweli ama si kweli, wala halihitaji utaalamu wa hali ya juu kuweza kutambua. Kwa madai haya kwamba dada huyu mzungu ambaye amefungwa nchini Tanzania na aliimba kwaya mbele ya Rais Samia Suluhu Hassan kusema kwamba ni jasusi la CIA, basi CIA watakuwa wajinga sana kuwahi kutokea duniani endapo watampeleka gerezani agenti wao, kisha agenti avae jezi za njano na aimbe kwaya mbele ya Rais Samia huku dunia nzima ikimuona. Sasa kufanya kitendo kama hicho, kumweka hadharani, kama kweli ni agenti wenu, mnamweka hadharani, amevaa na sare, anaimba mbele ya rais, dunia nzima inamuona, tukio linaruka live. Sasa huko ni kuhatarisha maisha yake, kwa sababu atajulikana. Kuwa agenti haimaanishi kwamba hakuna watu wasiokufahamu. Sura yako ikishajulikana maeneo mengi, basi unatambulika. Kwa hiyo huko ni kumchoresha, huko ni kumuumbua. Kwa hivyo hakuna misingi yoyote ya kijasusi ya kuweza hakuna mbinu yoyote ya kijasusi ya kuweza kufikia kumweka jasusi wenu katika eneo hilo. Lakini kuhusiana na kwamba yuko pale kwa ajili ya kuchunguza yale yaliyotokea Oktoba 29. Sasa yaliyotokea Oktoba 29 wote tunakubaliana yalitokea barabarani. Sasa unapoenda gerezani unachunguza kitu gani? Mimi nadhani kama ni uchunguzi basi ungefanyika barabarani, ungefanyika njiani, mle ambapo matukio haya yalitokea. Gerezani kuna kitu gani tena? Kuhusu kuchunguza maisha ya Lissu gerezani, sasa hii hoja haina mantiki. Haina mantiki kwa sababu mfungwa wa kike anaweza vipi kumchunguza mfungwa wa kiume? Kwa sababu tunajua wafungwa wa kike wana eneo lao na wafungwa wa kiume nao wana eneo lao. Sasa atachunguza kitu gani hapo? Kwa hivyo ukiyafuatilia matukio haya, ukifuatilia habari hizi, ukifuatilia simulizi hizi, ukifuatilia mambo haya, utagundua kwamba wafungwa wote wamekataliwa, kwamba wale sio wafungwa.
ile kwaya nzima ile iliyoimba, wale wote sio wafungwa. Wale wote waliozungumza na Rais Samia Suluhu, wale wote tumekubaliana kwamba hawakuwa wafungwa. Sasa mfungwa ni nani? Tunatengeneza mazingira, mtu anayesikiliza habari hizi na anayefuatilia mgongano huu, ambapo hii ni makala ya 3 naleta, na naamini hii ni ya mwisho, siji tena na jambo jingine. Hii ni ya mwisho. Sasa ni kama vile Tanzania, mtu akiwa nje ya Tanzania anaona kama vile Tanzania haina mfungwa, kwa sababu kila anayeibuka anakataliwa. Huyu sio. Sasa mfungwa ni nani? Pengine tunatengeneza mazingira tuone kwamba mfungwa ni nani. Pengine ilitakiwa aletwe Lissu pale, ndio tungekubaliana kwamba sasa huyo ni mfungwa. Lissu si mfungwa, Lissu ni mahabusu, hawezi kuja eneo lile. Kwa hiyo jamii yetu ya Tanzania, walio wachache lakini wana sauti kubwa sana, wanaishi maisha ya mashaka, maisha ya kuto kukubali uhalisi. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo ni tatizo katika jamii yetu, kwamba watu wachache lakini wenye sauti kubwa wanaishi maisha ya kukataa uhalisia. Tuko katika jamii ambayo inaukataa uhalisia. Tazama hata wakiumwa, Watanzania wakiumwa, Watanzania walio wachache, pengine walio wengi ni zaidi ya 2, Watanzania walio wengi wakiumwa wanakataa hawaumwi na kujikuta wakikesha kwa manabii. Ilikuja kikombe cha babu, watu wengi walikatisha dozi zao. Kwa hiyo wakiumwa wanakataa kabisa kwamba mimi siumwi, wanaanza kukesha katika maombi, wanaokataa uhalisia kwamba mwanadamu aliyeumbwa, mwanadamu yeyote yule lazima aumwe. Maisha haya yana pande zote mbili, kuna upande ule mwema na kuna upande mbaya ambao utakushambulia siku yoyote ile, utaumwa tu kwa vyovyote vile. Lakini tumekuwa katika jamii ambayo watu wanakataa, tu anaumwa lakini anakataa kwamba haumwi, anagoma kabisa kwamba mimi siumwi. Kuna ukataa uhalisia. Kwa hiyo hata hii unaona mfungwa akakataliwa, huyu sio mfungwa. Lakini hata sayansi tunaikataa. Kama mtu anaamini akishikwa bega nyeti zitapotea, utamwambia nini mtu huyu? Utajenga hoja gani na mtu huyu? Mtu ambaye ana kichupa cha mafuta ya upako anaamini kile kitampa utajiri, wakati yule anayesambaza yale mafuta anatangaza biashara yake katika maredio. Kuishi kwa kuamini katika miujiza ni changamoto. Mwaka 1978 wazungu kutoka NASA Marekani walituma vyombo viwili. Kuna chombo cha kwanza Voyager 1, baadaye kaja ikatumwa kingine Voyager 2. Lengo ikiwa chombo hiki kimebeba taarifa za binadamu wote, kimebeba lugha zetu, DNA yetu, utamaduni wetu, namna tunavyoishi, na ujumbe wa rais wa Marekani wa kipindi hicho. Chombo hiki toka mwaka 1978, vyombo hivi kimoja kikielekea kaskazini, kingine kikielekea kusini, vyombo hivi bado vinasafiri mpaka leo. Kutoka mwaka 1978 vyombo hivi vinasafiri mpaka leo. Lengo la vyombo hivi ni nini? Ni imani kwamba sisi katika dunia yetu hii tunayoishi tuko wapweke, kwamba je, ni kweli kwamba sisi tu ni sayari yetu tu ndio ambayo ina uhai, hakuna uhai sehemu nyingine. Kwa hiyo vyombo hivi viko umbali tangu mwaka 78, viko umbali wa zaidi ya kilomita bilioni, na vinaelekea kutoka mfumo wa jua. Bado viko kwenye vimeshautoka mfumo wa sayari ya jua, lakini bado havijaitoka ile nguvu ya jua. Kwa hiyo vinatoka nje ya mfumo wetu na kuingia katika mfumo mwingine, kuangalia je, kuna uwezekano. Na katika maelezo hayo tumejinasibu sisi kwamba ni viumbe ambao tumeelimika, na mashaka kama kuna baadhi ya watu walijumuishwa katika huko kuelimika, katika hiyo intelligence ambayo tumejinasibu katika vyombo hivi. Sasa wakati wenzetu wamepiga hatua kubwa kabisa mwaka 1978, tangu mwaka 1978
Katika jamii zetu kuna watu mpaka leo wanaabudu kobe, na watu wanaabudu mawe, na wakati wenzetu wamepiga hatua ndefu kabisa hiyo, bado kuna mama zetu wako wanakesha wakiombewa waitibu kansa kwa maji ya upako. Ni dalili mbaya, dalili ya jamii ambayo haiamini katika uhalisia. Kila kitu tunakikataa, kila kitu tunaona ni maigizo. Hii ni shughuli pevu.